sana mtazamaji wa Mlimani TV katika Mlimani leo asubuhi, ikiwa umetoka kuangalia kipengele cha kwanza ambapo ni yasemavyo magazeti, na hii ni sehemu ya pili ya Mlimani leo asubuhi ikiwa ni kipengele cha kwanza cha Jahara. Jina langu ni Holiness Mbisi ambaye leo tutakuwa wote katika kujadili masuala ya uongozi kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu, hasa tunapoelekea uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025. Lakini pia nimepata bahati ya kuwa na mgeni ambaye ni Hamisi Nyoni, ni katibu hamasa wa UVCCM katika chuo kikuu cha takwimu, lakini pia ni mwenyekiti wa hamasa na habari wa MATA katika mkoa wa Dar es Salaam katika kanda ya vyuo na vyuo vikuu, lakini pia ni naibu waziri wa mambo ya nje katika chuo kikuu cha takwimu. Na leo tutaenda kuzungumzia kwa habari ya kijana na fursa za uongozi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Karibu sana bwana Hamis. Asante sana. Karibu sana. Asante. Wewe ni katibu wa hamasa UVCCM. Lakini pia ni mwenyekiti wa habari katika WAMATA. Pengine tungependa kufahamu WAMATA ni nini? UVCCM kidogo tunaelewa kwamba ni masuala ya vijana katika Chama cha Mapinduzi. WAMATA hii bado ni ngeni. Ungetueleza kwamba inahusiana na nini hasa? Okay. WAMATA ni wateule wa mama Tanzania. Na WAMATA ina agenda kuu mbili. Kwanza, WAMATA ni taasisi au kikundi kilichoundwa na vijana wazalendo ambao tukiongozwa na mwenyekiti wetu ndugu yangu Lekeko. WAMATA ilianzishwa mwaka 2022 ikiwa na malengo makuu mawili. Kwanza, lengo la kwanza ni kuhakikisha tunamsemea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mazuri ambayo anayofanya, yale ambayo yanaonekana kwa macho katika kama anavyotekeleza katika miradi mbalimbali ya kimaendeleo. SGR, ujenzi wa daraja la Busisi kule Mwanza, kanda ziwa hivyo. Lakini jambo la pili au lengo la pili la WAMATA ni kuwasaidia vijana katika fursa, kuwaletea vijana fursa za kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kuwaletea semina mbalimbali za kuwafundisha namna gani wanavyoweza kujikita katika ujasiriamali. Na UVCCM pamoja na WAMATA bila shaka mnalenga kuandaa viongozi bora taifa la kesho, si ndio? Naam. Unafikiri kwamba uongozi wa sasa hivi au tuseme serikali hii inachangia kwa kiwango gani kuhakikisha kwamba kijana anakuja kuwa kiongozi bora taifa la kesho? Kwanza, serikali inachangia kwa kiasi kikubwa kwa kumwandaa kijana kuwa kiongozi wa serikali hapo kesho. Kwa mfano, serikali huwa inaandaa warsha mbalimbali au semina kwa ajili ya kuwapa elimu za uongozi vijana mbalimbali. Kwa mfano, juzi tu tulikuwa hapo Mwalimu Nyerere School of Leadership. Tulialikwa vijana wa vyuo vikuu, na namshukuru Mungu nilienda pale tukasema na vijana, tukasikiliza nasaha ambazo tunapewa na serikali namna gani tunavyoweza kushiriki katika masuala ya uongozi. Naam. Ni katibu wa hamasa katika ngazi ya vyuo na vyuo vikuu. Ninachoamini ni kwamba kuna vijana ambao pengine ndo wanaanza mwaka wa kwanza au hata wako mwaka wa pili, wana mawazo mazuri ya kiuongozi, wana shauku nzuri ya kuwa viongozi, ila hawajapata hizi nafasi pengine za kuwa kiongozi ndani ya chuo kutokana na changamoto mbalimbali. Hao unawasaidiaje? Kwanza, sisi kwa mfano upande wa UVCCM, sisi huwa tunaandaa madarasa ya itikadi na mafunzo ya uongozi. Kwanza, kama ulivyonitambulisha awali, mimi ni katibu hamasa. Kazi yangu ni kuhamasisha, kuleta hali na morali ya kuwavuta vijana katika nyanja za uongozi. Ndio kazi yangu kubwa. Lakini tunafanya kazi kwa kushirikiana na UVCCM Senate ya vyuo na vyuo vikuu mkoa wa Dar es Salaam, ambao mwenyekiti wake ni Pascalit Mwemezi pamoja na Malcolm Mabula katibu wake. Wao huwa wanaandaa kambi. Juzi tulitoka Mwalimu Nyerere, tulifanya kambi ya siku 5, ambayo ile kambi ilikuwa ni kwa lengo la kufundisha vijana uongozi na itikadi za Chama cha Mapinduzi. Kwa sisi UVCCM na sisi kama hamasa tumejitahidi na tumeupiga mwingi sana katika kuwashawishi vijana waje katika wigo wa uongozi. Unajua ushiriki wa vijana katika masuala ya uongozi umekuwa ni mdogo sana. Lakini kwa wanawake pia umekuwa ni mdogo sana, kwa sababu 80% mpaka 85 ni wanaume ambao wanashiriki katika masuala ya uongozi, lakini 20 au 15 zilizobaki ni wanawake ndio wanakuta wanashiriki katika masuala ya uongozi.
Sasa hapo una mkakati gani wa kuinua vijana wa kike katika masuala ya uongozi? Kwanza katika harakati zangu na katika safari zangu au ziara zangu, huwa nawapa fursa wadada. Huwa nawapa fursa na vipaumbele wadada, kwamba wadada inatakiwa twende msimame. Na natia moyo, nawapa hamasa, nawapa morali, vijana wa kike mnaweza kuwa viongozi wakubwa baadaye. Na naamini hicho. Kwa sababu gani? Mimi nikupe mfano tu mdogo. Kwa wadada ambao wanashiriki katika michezo. Unajua sisi ishazoeleka kwamba wanaume ndio waga wanashiriki katika kabumbu. Yeah. Ni wanaume. Lakini mwanamke akitokea ambaye ana kipaji cha mpira akakionyesha kweli kweli, ni rahisi sana kutoboa. Iko hivyo hivyo kwenye siasa. Mwanamke ambaye anaweza kuongea vizuri, anaweza kupangilia hoja zake vizuri, akija katika uwanda wa siasa anatupiga chali sisi wanaume. Na ni kweli. Ni kweli kabisa. Sawa. Sasa vijana, unajua wewe mwenyewe umesema kwamba idadi ya vijana ipo chini katika uongozi. Ndio. Vijana ni watu ambao wana mambo mengi, na tunaamini pia kwamba wazee ni watu wenye hekima, ndio maana nafasi za uongozi nyingi zinakuwa zinawafaa. Sasa mimi nina swali moja, unaamini kwamba vijana wana uwezo uongozi wa uadilifu na wenye uthabiti katika taifa? Naam, wanaweza. Kivipi? Kuna vijana wana nidhamu. Kuna vijana wanafanya kazi kwa uaminifu. Juzi naamini jana tulikuwa katika ziara ya kumpokea katibu mkuu wa vijana Dr. ndugu yangu Joketi Mwengelo pale Kampala University. Tulikuwa na jambo lao na mimi niliweza kuhudhuria pale kama katibu hamasa UVCCM takwimu. Katika moja ya kauli ambayo aliongea Mwengelo, alisema kwamba vijana tukipewa nafasi tunaweza, lakini tukipewa nafasi tufanye kwa uaminifu. Yeah. Kwa wapo vijana ambao wana nidhamu na wana busara. Wapo mavioni kwetu huko. Kwa hiyo mimi naamini kama serikali ikiamua kutoa nafasi za uongozi kwa vijana, wanazitendea haki. Nikiwemo mimi na wewe pia. Kweli kabisa. Nikiamini kama katibu wa hamasa, lakini pia ni mwenyekiti wa habari. Ndio. Katika kanda ya vyuo vikuu kwa habari ya masuala ya uongozi. Ninachotaka kujua ni kwamba bila shaka patakuwa na changamoto mbalimbali ambazo mnakutana nazo viongozi. Vijana mnapotaka kuwa viongozi. Ni changamoto zipi haswa ambazo vijana wanakumbana nazo huko vioni au hata mtaani wanapotaka kuwa viongozi? Changamoto ni financial issues. Imekuwa changamoto sana kwa vijana. Sasa ukiwa unajihusisha na masuala ya uongozi, kuna baadhi ya ziara ambazo natakiwa zifanye. Sasa kumove kutoka sehemu moja kwenda nyingine inahitaji mtonyo kidogo kwa lugha ya kisasa. Kwa hiyo inawia vigumu, lakini la pili kuna neno ambalo limeibuka hivi karibuni kuitwa machawa. Sisi vijana tunaitwa machawa tukiwa tunapambana katika kupambania ndoto zetu, hasa katika wigo wa uongozi. Tunaitwa machawa. Kwa sasa hiyo ndio changamoto sana, unakuta vijana wanakata tamaa, wanashindwa kwenda katika ndoto zao. Wanapinda, wanaacha, wengine wanakata tamaa. Lakini changamoto nyingine ambayo hii ni common sana, ningependa kuizungumzia vijana wengi wa Tanzania waelewe. Kuna ile umekuwa rais wa chuo, umekuwa waziri mkuu wa chuo, umekuwa naibu waziri labda au kiongozi wote, hata senate mkoa UVCCM umekuwa kiongozi pale, lakini uongozi wako au siasa yako unaifanyia ukiwa chuo. Umeona? Lakini tupo huko, tunatoka mikoani kwetu huko, nyumbani kwetu huko. Lakini unakuta unafanya siasa huko, nyumbani hawakufahamu. Ufahamike na mkuu wa mkoa wako unapotoka, mkuu wa wilaya wako unapotoka, katibu tawala, sijui katibu CCM wilaya, haufahamiki hata na viongozi wa matawi unakotoka. Si ndio? Kwa hiyo ndio changamoto. Unakuta kiongozi unamaliza chuo, hauna direction tena ya siasa, inapotea. Na viongozi wengi wapo, unakuta nishakuwa rais wa UDSM, nishakuwa rais wa chuo cha takwimu, lakini nini, kashindwa kutengeneza future yake. Unajua siasa, katika uwanda wa siasa huaga tuna propagate, tunaweka maono yetu sehemu fulani, kwamba siasa yangu japokuwa napambana katika ngazi za vyuo, lakini siasa yangu nataka niende kaifanyie nyumbani kufahamu. Huoni kwamba itakuwa ni kwamba wanakutana na changamoto pengine za kiuchumi au pengine za vitisho labda?
Hapana, siamini kama kuna changamoto ya kiuchumi, kwa sababu nyumbani huwa tunarudi likizo, si tunarudi. Yani kijana unaweza kutumia fursa ya likizo kutengeneza jina nyumbani. Kila nyumbani unashiriki katika vikao mbalimbali au majambo ambayo yanaanzishwa na viongozi kule nyumbani, wanakufahamu. Lakini pia naweza nikasema kwamba kuna familia ambazo hawataki mwanafunzi ajihusishe na siasa. Hii ipo katika familia zetu kwamba mimi nikupeleka chuo kasome, achana kabisa na masuala ya siasa. Hao tu mnasaidiaje? Ni kweli. Mimi nipende tu kushauri wazazi wa Kitanzania, tuwapiganie vijana wetu katika ndoto zao. Mimi namshukuru Mungu, wazazi wangu, mzee Farijala Nyoni anakubali sehemu nilipo, na kitu ambacho nafurahi, babangu pia ni mtu ambaye anapenda siasa. Kwa hiyo sasa nikiwa katika mambo ya siasa na ananishauri, na ni miongoni mwa mlezi wangu namba moja. Ukiacha hao walezi wangu wengine ambao wananilea kisiasa, yeye ndo mlezi wangu namba moja, kwa sababu kila hatua naopita, mzee, nimefanya hivi sawa, umefanya sawa mwanangu, naendelea. Kwa sasa hiyo ni changamoto kubwa sana ambao vijana wanakutana nayo, kwamba acha siasa, ni mchezo mchafu. Acha kabisa, utapotea. Acha kabisa. Na nikwambie tu ule kweli, wengi wanakata tamaa, wengi wanaacha. Ushaona? Yani ukishashindwa kupambana, ukishashindwa ukakata tamaa, ndo unajikuta unaacha. Na viongozi wengi tunaona. Mimi naweza nikatolea mfano, ndugu mwandishi wa habari. Kuna kiongozi alikuwa anaitwa Ole Sabaya. Ole Sabaya, yule jamaa aliaminika sana na hayati Magufuli kule Arusha. Ndio miongoni mwa vijana wa Chama cha Mapinduzi ambao walienda kuangusha utawala wa Chadema kule. Chadema ndio ilikuwa kambi yao kule, lakini ndio miongoni mwa watu ambao walienda kuangusha. Lakini alipata changamoto, vilikuja kuibuka vikesi vya ajabu, vikampelekea paka akafungwa, mwisho wa siku akaachiwa. Yupo na siasa ataendelea kuifanya, na ninaamini atakuja kuwa kiongozi mkubwa sana baadaye. Nikukumbusha tu mtazamaji wa Mlimani TV kwamba kipindi hewani ni Mlimani Leo Asubuhi, hii ikiwa ni Jahara sehemu ya kwanza, na mtangazaji wako ni mimi Holiness Mbizi, lakini pia nipo na mgeni ambaye yeye ni Hamisi Nyoni, ni katibu hamasa UVCCM katika chuo kikuu cha Takwimu, lakini pia ni mwenyekiti wa hamasa na habari katika kanda ya Dar es Salaam katika ngazi ya vyuo na vyuo vikuu, lakini pia ni naibu waziri wa mambo ya nje katika chuo kikuu cha Takwimu. Ningerudi labda kwako kwamba umezungumza kwa habari ya vijana wanaogopa kuitwa machawa. Na ni kweli, ni neno ambalo lipo sana kwamba watu wamekuwa machawa. Sasa mnatoa vipi elimu kuhamasisha vijana kwamba uongozi sio kuwa chawa, na anaweza kiongozi lakini asiwe chawa? Ila ukweli ni kwamba kutakuwa kuna machawa ambao, kutakuwa kuna vijana ambao wamekuwa viongozi kwa ajili ya kuwa machawa. Sasa mnatoa vipi elimu kuwaelimisha vijana kutenganisha hivi vitu, uongozi lakini pia uchawa? Kwanza mimi nawashauri vijana watoke katika huo mtazamo, au jamii ya Kitanzania itoke katika huo mtazamo, kwa sababu hata kipindi cha manabii kule nyuma, Yesu alikuwa na wanafunzi wake, walikuwa wanamsemea vizuri, wanamnadi. Kwa wale waliitwa machawa? Hawakuitwa machawa, si ndio? Kwa hiyo mimi Hamisi Nyoni kumsemea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kazi yangu, kwa sababu ni miongoni mwa majukumu kama katika jumuiya ya umoja wa vijana, kumsemea kuwasemea vizuri viongozi wako, lakini kuwalinda viongozi wako, si ndivyo? Ni ajenda yetu. Kwa hiyo mimi naenda tofauti na wale ambao wanasema kwamba sisi kumsemea rais ni uchawa. Mimi naamini machawa wapo ambao wanajulikana hapa Tanzania. Kuna Baba Levo, kuna Mwijaku, au ndo machawa. Lakini sisi ambao vijana wa Chama cha Mapinduzi tunapoenda kumsemea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania si uchawa, kwa sababu ni kazi yetu, ni majukumu yetu. Sasa nataka utujue ni njia gani ambazo mnatumia kwa ajili ya kutoa elimu. Wewe unahusika na ngazi ya vyuo na vyuo vikuu, si ndio? Ndio. Lakini pengine huko nyumbani au kwa wale vijana ambao wanajiandaa kuja chuo, unatumia njia gani kuwapa elimu kwamba kama una kibali cha uongozi usiache? Kwanza, kama ulivyonitambulisha mwanzo, mimi ni katibu hamasa. Yaani hiyo hamasa unaifanya kwa njia gani? Ndio ninachotaka nijue. Sisi hamasa tunaifanya kwa vikundi. Lakini
Pia wakati mwingine hamasa naifanya kwenye media. Nina katika social media zangu, ukiingia Instagram page yangu pale utakuta niko na vijana sehemu mbalimbali na nawapa ushauri, nawapa hamasa ile tu kusimama kuongea. Ujue kama hamasa unaweza kuwatamanisha au kuwajengea fikra vijana kwamba yes I can do this. Naweza kuwa hapa, naweza kuwa pale. Si ndio? Lakini pia katika kuwajengea hamasa vijana waweze kupenda na wasikate tamaa, waje katika nyanja za uongozi au siasa Tanzania, wajaribu kufuatilia siasa. Ujue hawafuatilii vijana. Sasa hivi vijana wamekuwa katika migogoro ya kisiasa. Na ndio maana unakuta kuna baadhi ya vyama au kwa mimi waga napenda kuviita vyama vya upatu. Kwa sababu ni vyama ambavyo vinalenga au vinataka kugawanya vijana Tanzania, kuwagawa katika makundi. Na ni miongoni mwa vitu ambavyo vilipigwa vita sana na baba wa taifa, kuwagawa watu katika makundi. Si ndivyo? Kwa hiyo sasa mimi nawaasa vijana wawafuatilie viongozi wetu, na sio viongozi wetu tu, kwa sababu kuna viongozi wengi Tanzania. Wawafuatilie viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Si ndivyo? Juzi Mwengelo alisema kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi. Si ndivyo? Vijana tujitokeze kwa wingi, hasa wa vyuo na vyuo vikuu, katika kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura. Lakini sio tu kujiandikisha, wajihakikishie kwamba naenda kujiandikisha, lengo ni kwenda kupiga kura kuwapigia viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Lakini niwaase vijana wajitokeze katika kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Kuna udiwani, kuna ubunge, lakini urais tunamwachia Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Mwinyi Zanzibar. Kwa hiyo sasa vijana tusikate tamaa, lakini katika uchaguzi 2025 twende tukachague viongozi ambao wanaenda na ajenda za vijana. Mimi ningependa kuiambia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watuamini sisi vijana na wasitusahau sisi vijana. Lakini katika vipengele au upendeleo wajaribu kutupa fursa sasa sisi vijana. Katika mimi juzi iliibuka swala la VETA. Sasa unajua serikali inawekeza sana katika kutupa fursa vijana. Japokuwa vijana wamekuwa na mtazamo wa tofauti. Mimi nikimaliza degree yangu ya bachelor degree in official statistics, nitaenda kusomea VETA. Bwana, nikushukuru sana Bwana Hamisi Nyoni. Asante sana kwa kufika siku ya leo. Asante sana. Nikushukuru sana. Yeye amesema akimaliza chuo ataenda VETA. Je, wewe kijana Mtanzania una lengo gani kwa ajili ya kuingiza katika uongozi taifa la kesho? Kiongozi wa kesho ni wewe kijana wa Kitanzania. Nikushukuru sana mtazamaji wa Mlimani TV ambao umekuwa nasi toka mwanzo mpaka muda huu kufikia hapa. Sisi hatuna la ziada. Nikushukuru sana. Ndoto ulikuwa na Holiness Mbise, lakini pia mgeni wangu alikuwa ni Hamisi Nyoni. Tulikuwa tunazungumzia fursa za vijana katika uongozi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kufikia hapo, asante na uwe na wakati mwema.